Mwanaume anayetanguliza ngono, hilo ni bomu. Hilo ni bomu. Roho Mtakatifu akusaidia kwenye mafundisho haya mafupi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth hai. Tupo kwenye nyakati ambazo ni za hatari. Watu wengi wanalia kwenye mahusiano, watu wengi wanalia kwenye ndoa zao. Jana wengi wanakwama kwenye ile eneo. Na hata wale waliopo tayari wanalia. Wapo vijana ambao wanaanza kuishi kama mke na mume hata kabla ya kufunga ndoa. Kumbuka tunajifunza kwamba mwanamume anayetanguliza ngono, hilo ni bomu. Kuna mabinti wengi ambao wanajuta. Kuna mabinti wengi ambao wanalia. Kwa nini wanalia? Wanakutana na changamoto ambazo hawakutarajia. Na kibaya zaidi tayari walikwisha wameachwa sasa. Wameachwa na wanashangaa kwa nini yule mtu aliyekuwa anasema kwamba anawapenda sasa amewaacha, pamoja na maneno mazuri walioyasikia kutoka kwa wanaume. Lakini umeachwa sulemba, wameachwa peke yao. Umeacha peke yao. Mimi nakwambia wewe binti, hujachumbiwa, yamkini hujachumbiwa au uko kuna mtu tayari unaye ambaye anakuchumbia. Kumbuka mafundisho haya ili usije ukalia baadaye. Epuka mwanaume anayetanguliza ngono. Mwanaume yote anayetanguliza ngono, hilo ni bomu. Kama uko tayari hilo bomu likulipukie, basi songa naye mbele. Angalia, jaribu kuangalia kama utafika naye mbali. Lakini kumbuka huko watu wengi wanaolia, ambao waliambiwa maneno mazuri, walishawishiwa wakaingia kwenye ngono, na baadaye wameachwa na wanaona wanaume wote kama ndio wako hivyo. Ni ujinga wako uliokupelekea wewe ukaumizwa. Ni utaila wako uliopelekea wewe ukaumizwa. Mwanamume yoyote anayetanguliza ngono, epuka, hilo ni bomu. Lakini kama unataka likulipukie, mkubalie. Kwanza, mwanamume wa aina hiyo inaonyesha dhahiri ya kwamba yeye hana uvumilivu. Na usije ukafikiri kwamba hata atakapokuoa wewe atakuwa mvumilivu. Manake hana self control, hana uwezo wa kujitawala. Yeye ni mtumwa wa mwili. Yeye anaongozwa na mwili. Hayupo tayari, hana uwezo wa kujizuia. Hana uwezo wa kujitawala. Hana uwezo wa kudhibiti mwili wake. Na ndio maana anakushawishi wewe ulale naye. Hilo ni bomu. Mwanaume yoyote anayekupenda atavumilia, atasubiri, hata tanguliza ngono. Na watu wengi wamedanganywa kwenye hilo eneo. Watu wengi wamerubuniwa kwenye hilo eneo. Kumbuka kwamba ngono sio upendo. Huyo mwanaume anayekushawishi alale na wewe, anataka kukuona wewe ukoje. Anataka kukuonja tu ulivyo. Na wewe kwa ujinga wako unaweza kumkubalia. Lakini baadaye utalia. You are the next victim. Endapo utamkubalia, kumfunulia, kumonyesha sehemu zako za siri, wewe you are the next victim. Tunza hizo sehemu zako mpaka mtakapofunga ndoa. Mwanaume yoyote anayekupenda hata tanguliza ngono. Ngono sio upendo. Watu wengi wametoa ushirikiano waliposhawishiwa kwa habari ya ngono, walikubali. Saizi wanalia wameachwa. Na mwanaume yoyote yule makini, mwanaume yoyote smart, utakapomkubalia anakuona wewe hopeless. Anakuona wewe hufai.
Kwa sababu kama ataanza kujiuliza maswali yenye akili kwamba kama wewe umeweza kushawishiwa kumkubali, je, mwanamume mwingine akija akakushawishi, anajua ana conclude kwamba utamkubalia hivyo hivyo. Kwa anachohitimisha kwamba wewe ni chombo cha kuchezea. Thamani yako inashuka siku ile ile. Unaonekana wewe hauna maana, hauna thamani tena, na wewe sio mjanja tena kwa sababu tayari amekwisha ona sehemu zako za siri. Wewe sio mjanja tena. Sio mjanja tena. Epuka mwanaume yoyote yule anayetanguliza ngono. Ngono sio upendo. Yoyote mwanaume yote anayetanguliza ngono, hilo ni bomu. Sasa kwa ujinga wako unaweza kuwa tayari ili bomu likulipukie. Mwanamke yote anayekupenda atavumilia, atasubiri mpaka wakati mwafaka, mtakapoungana rasmi, mkatamkiwa baraka na wachungaji, mkatamkiwa baraka na wazazi, mkatamkiwa baraka na watu na marafiki pia. Lakini kama upo tayari kuumizwa, mkubalie. Yamkini unanisikiliza, kuna mwanaume anakushawishi ulale naye na unakaribia kumkubalia, na yamkini umeokoka kabisa. Umeokoka na anashawishi kulala na wewe, na wewe unataka kumkubalia. Hilo ni bomu, litakulipukia, na Roho Mtakatifu akusaidie kuweza kufanya maamuzi sahihi. Mungu akubariki. Wewe binti, epuka mwanaume yote anayekushawishi, anayetanguliza ngono. Mwanaume yote anayekupenda atavumilia, atasubiri, na kitendo cha kusubiri anaonyesha kwamba ana uwezo wa kujizuia. Na kama amekuwa na uwezo wa kujizuia wakati wa uchumba, atakuwa na uwezo wa kujizuia hata baada ya kuoana. Moja ya tabia muhimu kwa mtu yote ni self control, uwezo wa kujitawala, uwezo wa kujizuia, kwamba cannot do this, siwezi kufanya jambo hili. Kumbuka kwamba kila jambo kuna majira yake, kuna wakati wake. Mungu akubariki. Mungu akusaidie uweze kufanyia maamuzi sahihi. Na usiposikia mafundisho haya, you are the next victim. You are the next victim. Na hilo bomu litakulipukia. Mungu akusaidie. Mungu akubariki ukaendelea kufuatia mafundisho haya. Unaweza subscribe kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube, lakini pia unaweza share, unaweza comment katika jina la Yesu.